Karibu Mtungini kupitia hapa Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erastus Sendru. Bodi ya maji bonde la Rufiji imeanza rasmi kazi ya kuhuisha mito iliyo katika bonde la Usangu, ikiwemo tawi la mto Mlowo, ikiwa ni sehemu ya kimkakati ya kulinda vyanzo vya maji na kuimarisha uzalishaji wa kilimo. Zoezi hilo linatekelezwa chini ya mradi wa Nature Based Solution kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kwa ushirikiano na serikali ya Japan, ikilenga kurejesha mtiririko wa maji uliozoofishwa na mmomonyoko wa ardhi pamoja na shughuli za kibinadamu zilizochochea kukauka kwa mito. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, mkurugenzi wa bonde la Rufiji, mhandisi David Mukiala, amesema urejeshaji wa mito utapunguza migogoro ya matumizi ya rasilimali maji, kuimarisha mazao ya kilimo na kuongeza tija ya uzalishaji. Amefafanua kuwa mpango huo utawanufaisha wakulima, wafugaji na jamii kwa ujumla, huku ukiboresha mazingira na kuimarisha shughuli za kiuchumi zinazotegemea maji. Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa NBS Usangu, David Muginya, amesema visima vya asili vinavyorejeshwa vitaimarisha uwezo wa bonde na kukabiliana na ukame na mafuriko kwa kutumia suluhu rafiki kwa mazingira. Eneo hili lilikuwa ni mto uliokuwa umepoteza kabisa mkondo wake wa asili. Ni mto ambao ulikuwa hauna njia yake, ile mkondo wa kupita haukuwepo kabisa, ulikuwa umetoka. Lakini baada ya jitihada za bodi ya maji ya bonde la Rufiji kupitia mradi huu, imeenda kuchimbua ule mto, tunasema kuudabua ule mto na kuuchimbua na kuurudisha katika njia yake ya asili. Hii tulifanya kwa kushirikiana, bodi ilifanya kwa kushirikiana na jamii husika katika vijiji hivyo, kwanza kwa kufanya mikutano ya hadhara na kutambua maeneo ambayo yanatakiwa kurudishwa, ya mto kurudishwa mkondo wake. Na kwa kweli ni eneo kubwa limerudishwa, la mto limechimbuliwa, ambalo ni kilomita 9. Huu ni uwekezaji mkubwa sana, kwa sababu kilomita 9 kuchimba, kwa sababu unatumia excavator, mitambo mikubwa, na ni uwekezaji, watu wapo wanafanya kazi. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa sana. Ni kweli, ndio maana tunasema tunaushukuru mradi, manake adha zote ambazo zilikuwepo mara ya kwanza sasa hivi tuna imani kwamba zimeisha. Kwa hiyo na sisi kama wananchi wa kijiji cha Mwatenga tuko tayari kuulinda huu mradi ili tusije tukarudi tena kwenye majanga ambayo yalikuwepo mara ya kwanza. Cha kuzungumza zaidi ni kwamba tumeona maji sasa yamerudi kwenye njia, kwa hiyo hayachepuki ovyo ovyo kama mara ya kwanza. Kwa hiyo ndio usalama ambao unaosema kama kiongozi kwamba usalama tumepata ndani ya kijiji chetu. Kupitia mradi huu ambao tumeletewa na watu wa bonde, imekuwa ni furaha kubwa kwetu sisi viongozi wa jumuiya. Ilikuwa hapo awali hata kuja kutembea, unapokuja huko Mwatenga inakuwa ni shida, kwa sababu wananchi wote wanakuonesha vizuri kwamba wewe labda ndio ulileta maji kwenye miji yao, kumbe ni mto ulikuwa umeshapoteza mwelekeo. Lakini baada ya viongozi wetu wa bonde kuona kwamba hii kero ni kubwa, tuliwaomba, walikuja wakafanya mikutano ya hadhara ya kijiji na nyoa wakapata kero za wananchi. Kwa kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ameleta zile mashine 2 kwa ajili ya kurudisha mto kwenye mkondo wake. Vijana mkoani Singida umeibuka na mbinu mpya ya kuvutia watu kuchangia damu kwa kuanzisha kampeni inayoitwa Kuku Choma Damu Damu, inayohusisha ulaji wa nyama ya kuku choma sambamba na uchangiaji damu. Hatua hiyo imeonekana kuvutia hisia za wengi, hasa vijana, kutokana na ubunifu wa kuunganisha utamaduni wa vijiweni na shughuli za kijamii zenye thamani ya kuokoa maisha. Kampeni hiyo imeandaliwa kwa mtazamo wa changia damu upate kuku, lengo likiwa kuwafanya vijana wajione sehemu ya suluhisho na si watazamaji. Ushiriki wa vijana kwenye uchangiaji damu ni mdogo, lakini nadhani hii ilikuwa inachagizwa sana na njia zile za zamani za kuhamasisha. Kwa sasa sisi tukaja na mbinu mpya kwa ajili ya kutatua hiyo challenge, kwa sababu kama unavyojua vijana tuko kwa ajili ya kutatua changamoto ambazo zipo kwa namna moja au nyingine, kuisaidia serikali. Mimi kama binti nimeshachangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya Tanzania. Wito wangu kwako wewe unayenitazama na kunisikiliza, iwe ni desturi yako kuchangia damu kwa ajili ya maisha ya Mtanzania mwenzako usiyemjua na unayemjua. Unahitaji kuokoa maisha ya mtu aliyepata ajali. Kwa damu ikiwepo katika vituo vyetu vya afya, katika hospitali zetu, kwa kweli inaokoa maisha ya watu wengi sana. Kwa hiyo mimi ninajua umuhimu wa kuchangia damu, kwa sababu nitamwokoa nisiyemjua.
Katika habari za biashara, serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 50 katika ujenzi wa kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli kwa lengo la kuimarisha miundombinu ya usafiri, kuongeza ufanisi wa huduma na kuibua vyanzo vipya vya mapato kwa taifa. Hata hivyo, licha ya uwekezaji huo, mabasi mengi bado yanaendelea kupakia na kushusha abiria nje ya kituo, hali inayoibua maswali kuhusu uthabiti, usimamizi na uendelevu wa mradi huo, pamoja na kutengeneza pengo la mapato linaloweza kugharimu serikali mamilioni ya shilingi kwa mwaka. Kutokana na changamoto hiyo, serikali imeunda timu maalum ya wataalamu kufanya uchunguzi wa kina kuhusu uendeshaji na mifumo ya biashara ya kituo hicho kwa muda wa siku 90. Tathmini hiyo inatarajiwa kuchunguza mizizi ya tatizo, mapungufu katika kanuni za uendeshaji, motisha za biashara kwa wanaotoa huduma, njia za kujenga mazingira rafiki kwa mabasi kurejea kituoni, pamoja na kupendekeza mbinu za kuongeza kipato na kuboresha uzoefu wa abiria. Katika habari za kimataifa, raia wa Guinea wanatarajiwa kuenda kupiga kura kesho Jumapili tarehe 28 Disemba mwaka 2025 katika uchaguzi wa urais. Hatua inayotajwa kuwa mwanzo mpya wa kisiasa tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021 yaliyomweka madarakani kiongozi wa kijeshi Kanali Mamadi Doumbouya. Uchaguzi huu unafanyika ikiwa ni wa kwanza wa moja kwa moja tangu kuondolewa madarakani kwa rais wa zamani Alpha Conde, na kwa sasa Kanali Doumbouya anawania nafasi hiyo akitajwa kuwa na nafasi kubwa ya ushindi, licha ya malalamiko kutoka kwa baadhi ya vyama vya upinzani vinavyodai kudhoofishwa kwa mazingira ya ushindani wa kisiasa. Tume hiyo nchini humo imethibitisha kuwepo kwa wagombea 9 wanaowania urais, huku mpinzani mkuu wa Doumbouya akitajwa kuwa Yero Balde wa chama cha Democratic Front. Zaidi ya wapiga kura milioni 6.7 wamejiandikisha kushiriki katika zoezi hilo, licha ya changamoto za kiuchumi na kijamii zinazoikabili Guinea, taifa lenye utajiri wa madini, lakini wananchi wake zaidi ya nusu wanakabiliwa na upungufu wa chakula, kwa mujibu wa shirika la chakula duniani WFP. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Open Online Media, na kwa hayo tunafunga duru ya Mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Andrew.